dunia iko speed sana. Hii ni mashine na hesabu hela automatic, ukiweka tu, so as you see zero, kwa ukiweka hivi inajisoma yenyewe. Pombo clat. Kitoa hivi unaweka nyingine. Umeona hapa? Hizi tu unatoa hii unaweka hapa. Hii 800,000 na 800,000 kamili. Na hii milioni inajisoma milioni 1 million. So nilikuwa na milioni 2 mfukoni, so nikazitoa baadhi ya pesa. Katika dunia ya teknolojia inayokuwa kwa kasi kila siku, tunaweza kushuhudia vitu vipya ambavyo vinavumbuliwa, ambavyo vitu hivi vimekuwa vikitushangaza na kustajabisha. Sasa hivi si ajabu tena kuona mashine inaweza kufanya kazi za kibinadamu tena kwa usahihi wa hali ya juu. Sasa katika siku hii ya leo, msanii mkubwa Harmonize ameweza kushangazwa na kifaa ambacho kinafanya mambo ya ajabu sana. Msanii huyu ni mkali katika nchi ya Tanzania, ameshangazwa na mashabiki wake wengi kupitia video hii ambayo basi ameweza kushare katika ukurasa wake wa Instagram, ikiwa muonesha akiwa ameshangazwa na kifaa kimoja kinachohesabu pesa kama mizani. Sasa katika eneo ambalo issue hii imeweza kutokea, kisa hichi kinaweza kuwa ni moja kati ya studio ya kampuni moja kubwa maarufu za fedha jijini Dar es Salaam, ambako Harmonize alikuwa amekwenda kwa ajili ya mambo yake fulani ya kikao mbalimbali cha kifedha, lakini pia akiwa ndani ya chumba maalum cha kuhifadhi fedha, anakaribisha na kuangalia jinsi anavyohesabu pesa kwa haraka kwa kutumia mashine za kisasa. Kamera zilizokuwa zikiendelea kurekodi kwa ajili ya maudhui ya mitandaoni, kamera hizi zilikuwa za simu, lakini yeye mwenyewe binafsi pia aliweza kurekodi baada ya kuona kile ambacho kilikuwa kinadhaniwa kwamba ni mizani ya kawaida, lakini si mizani ya kawaida. Mizani hiyo ilikuwa inahesabu pesa kwa namna ambayo ni tofauti sana. Yani kuna namna ambavyo hata yeye mwenyewe Harmonize aliweza kushangazwa na tukio hilo na kuamua kushare katika ukurasa wake wa Instagram. Sasa mashabiki wengi baada ya kuona video hiyo katika kurasa za mitandao ya kijamii, hasa katika mtandao wa Instagram na TikTok, mashabiki wamefurika kwa maoni ya kejeli na kucheka wengine, lakini pia wametoa pongezi kwa wale ambao basi wameweza kuona kile ambacho kimetokea katika video hiyo. Maoni ya mashabiki ni kama yafuatavyo: Harmonize naye kama sisi tu, yani maana mashine hizi ni za kawaida, yani ila kwake yeye hapo hivi hakuwahi kuziona. Kumbe hata mastaa huo wanashangaa hivi vitu vidogo sana. Watu baadhi wamejaribu kuonyesha comment zao zikiwa na maana kwamba hao watu wanawadhania kwamba mastaa hawezi kushangaa mambo makubwa kama haya. Kwa wasiofahamu, mashine hizi za kuhesabu pesa hujulikana kama mashine ya currency counter au bill counter, zimetengenezwa kwa mahususi kwa ajili ya benki, maduka makubwa na taasisi za kifedha ili kurahisisha kazi ya kuhesabu noti nyingi kiurahisi. Mashine hizo zinaweza kuhesabu mafungu makubwa ya pesa kwa sekunde chache tu na kugundua noti bandia na kugundua pia karatasi ambazo hazina uzito wa fedha ambazo zitakuwa katikati ya pesa hizo. Lakini pia zinaweza kutoa jumla ya kiasi kilichowekwa bila makosa ya aina yoyote. Kwa mtu kama Harmonize ambaye yupo kwenye shughuli nyingi za kifedha, mashine hii basi ni mashine ambayo ni nzuri sana na inaweza kumsaidia kuweza kuhesabu pesa zake kwa uharaka na kurahisisha muda wa haraka zaidi. Katika sehemu ambayo basi video hiyo Harmonize ameweza kutumia nafasi hiyo kutoa ujumbe kwa vijana kuhusu umuhimu wa kuheshimiana na kuheshimu maendeleo ya teknolojia ambayo inakuwa kwa kasi sana, lakini pia ameweza kuonyesha nini ambacho anapaswa kujifunza kila siku, matumizi mapya ya vifaa vya kisasa vinavyoweza basi kuwasaidia katika shughuli zao mbalimbali kila siku. Hii ni fursa mpya ya kuweza kujifunza jambo jipya, ambako Harmonize bado anazidi kuonyesha vijana wengine kwamba kujifunza sio shida, ila pia kushangaa pia sio tatizo. Mimi sioni haya mambo kwa kushangaa, ila unajua sisi tuliozoea kuhesabu hela kwa mikono hadi kidole kinapauka, lakini leo hii unashuhudia mashine inafanya kazi kwa haraka bila hata stress. Vijana tujifunze kutumia hivi vifaa, vinaweza kutusaidia katika maisha yetu. Lakini pia katika tukio hili tunaweza kujifunza yafuatayo: teknolojia ni msaada na wala sio adui, inarahisisha inarahisisha kazi nyingi sana, inaokoa muda na inaweza pia kusaidia kuongeza usahihi, kwa sababu sometimes watu wanaweza ukahesabu 100,000 kumbe ni 90,000 ndani yake. Lakini pia inaondoa hali ambayo basi ni ya uchovu, kitu ambacho unataka kuhesabu katika hali ambayo ukiwa umechoka, basi inakurahisishia, unaweza kufanya vitu vingi kwa siku moja katika muda ambao basi ni wa ziada pia. Lakini pia ushamba si ujinga,
ni mwanzo wa maarifa mapya na kuonyesha mshangao si jambo la kudharauliwa wala si aibu, bali ni ishara ya moyo wa kuweza kujifunza. Kila siku Harmonize anajifunza, na ndio maana tunaweza kuona kwamba yeye mwenyewe binafsi anazidi kuweka jitihada za hapa na pale kuhakikisha kwamba maisha yake katika siku zijazo yanakuwa tofauti na maisha yale ya nyuma. Kila siku ni nafasi mpya ya kugundua jambo jipya. Hilo ndio neno ambalo naweza nikasema kwamba katika siku hii ya leo basi Harmonize ameweza kwenda nalo mbele, kifua mbele, kuhakikisha kwamba hata mashabiki ambao walikuwa wanadhania kwamba yeye ni mshamba katika vitu hivi, basi waweze basi kugundua kwamba hawa mashabiki ni watu ambao basi wanaweza basi pia na wenyewe wakashangazwa na teknolojia hii ambayo yeye imeweza kumshangaza katika siku hii ya leo. Katika siku ambayo basi Harmonize ameweza kushangaza zaidi, pia vijana basi wanapaswa wajifunze na kuwa tayari kukumbatia dunia hii ya kisasa ambayo si dunia ya kuacha nyuma. Yaani unaweza kwenda kushangazwa na kitu kidogo tu ambacho watu wengine wengi walikuwa wanashangazwa nayo katika ulimwengu huu wa sasa. Sasa katika sehemu ya hitimisho naweza nikasema kwamba Harmonize kwa upande wa mashabiki, tukio hili limeongeza mapenzi yao kwa Harmonize na kuona kwamba kuna uwiano mkubwa sana kati ya shabiki pamoja na msanii katika hali ya kawaida. Mtu wa kawaida na mtu ambaye ni msanii anaweza akawa ni mmoja kati ya watu ambao wana ukaribu. Kuna vitu ambavyo wengi sisi msanii tu ni kwamba yeye hapo alichotuzidi ni kwamba anaimba na anajulikana, sisi hapa hatujulikani sana, ila katika tukio kama hili hapa hivi wote mnaweza mkaingizwa mkenge katika teknolojia ambayo inazidi kukua kwa kasi siku hadi siku. Ni kama weighing balance kabisa, yani mizani kabisa ile ya kupima vitu, mizani kama zile za dukani, lakini unapoweka pesa inagundua kabisa kwamba hii hapa ni 100,000, hii hapa ni 90,000, hii hapa ni 30,000 na hii hapa hivi ni 1,000. Kwa hiyo kuna namna kabisa inavyojua kuhesabu, na watu wanapozidi kujifunza basi wanazidi basi kushangazwa na mambo mapya katika ulimwengu huu wa sasa. Tukio hili limeweza basi kupata watazamaji wengi sana katika mitandao ya kijamii, na ni ndani tu ya masaa machache, na wengine wengi wamezidi kushangazwa, na miongoni mwao basi ni mastaa mbalimbali ambao hata wao wenyewe walikuwa hawajui jambo hili. Harmonize ameweza kuvumbua jambo hili kwa jamii na kuonyesha kwamba kuna kifaa cha namna hii. Kwa hata mtu yote yule akiweza kwenda kukutana nacho mahali, basi asishangaze wala asishangae na kuona kwamba ni kifaa kipya au ni kifaa ambacho hakikuwahi kuonekana katika siku za nyuma. Bana, tukio hili kwa hapa Afrika Mashariki kwa sasa, bila shaka mashine hizi zinaweza zikawa nyingi sana kiasi cha kwamba tutashangazwa na dunia kadri jinsi mambo yanavyozidi kubadilika siku hadi siku. Kwa ni vyema zaidi vijana wengi tujifunze, kwa sababu huko tunapoelekea tunaelekea kuwa wazee, na kama tunaelekea kuwa wazee ni vyema zaidi basi tukawa tunajifunza vitu ambavyo viko kwa sasa hivi, kwamba viko katika mikono ambayo tunazidi kukua nayo. Ni sawa na kwamba teknolojia ya simu ilivyokuwa inaanza kuja, wazee wetu walizichukulia kwamba hizi simu za smartphone ni simu ambazo ni za vijana, ni simu ambazo haziwahitaji wao wazee waweze kutumia. Lakini kadri muda unavyozidi kwenda pia hata wazee na wenyewe wanatumia. Ukiangalia hao mawaziri wa bunge ni baba zetu hao, na wote kwa sasa hivi wote wanatumia. Lakini muda ulivyokuwa unaanza kuingia, simu zinavyoanza kuingia, basi walikuwa wanangangania kutumia simu za hizo kubonyeza ngasema hivi Nokia vidogo walikuwa wanangangania kutumia. Lakini kwa sasa hivi wote kwa pamoja ukijaribu kuangalia idadi ya watu ambao wanatumia pia smartphone, huwezi kuacha kuwataja watu wazima pia wapo ambao wanatumia smartphone kwa asilimia kubwa sana. Tena wengi wao unakuta kabisa wananunua simu za gharama zaidi hata ya sisi hapa vijana, ambao vijana wengi ndio tunaonekana kwamba tunatumia sana mitandao, lakini wao hawatumii sana mitandao. Kwa hiyo teknolojia inavyobadilika ni vyema zaidi basi na sisi hapa tukao tunabadilika kulingana na teknolojia inavyobadilika. Harmonize katika siku ya leo ameshangazwa, hata mimi kesho naweza pia nikashangazwa. Bye bye for now.